Ni wakati wa kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Tuanze na habari za michezo kitaifa. Wanamichezo na wadau mbalimbali wa soka wamejitokeza leo Agosti 20 mwaka huu 2026 katika ukumbi wa Karimjee jijini Dar es Salaam kutoa heshima za mwisho kumuaga aliyekuwa rais wa Yanga Francis Kifukwe aliyefariki Jumamosi akiwa katika matibabu nchini India. Tupate taarifa zaidi. Kifukwe ambaye aliongoza Yanga katika kipindi cha mwaka 2000 hadi 2005 amekumbukwa kwa mchango wake katika maendeleo ya klabu hiyo. Rekodi za kihistoria zinaonyesha pia alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa na mchango mkubwa katika kuisaidia Yanga kabla wakati wa uongozi wake. Katika tukio hilo, rais wa Yanga Hersi Said amekabidhi jezi za Young African Sport Club kwa familia ya Kifukwe, ikiwa ni ishara heshima na kutambua mchango mkubwa wa marehemu katika klabu hiyo. Kwa upande wetu kama klabu ya Young Africans, huu ni msiba mkubwa sana kwetu. Msiba ambao una historia kubwa na klabu yetu. Mzee Kifukwe, ukiachilia mbali kuwa mwanachama, ameshakuwa mfadhili wa klabu yetu. Ametumia fedha nyingi sana kwa ajili ya klabu hii. Lakini amekuwa mwenyekiti na rais wa klabu yetu. Jambo ambalo limempa fursa ya kuiongoza klabu yetu. Na wakati anafanya hivyo, ametumia muda wake, ametumia resources zake. Klabu ya Young Africans itaendelea kumwenzi mzee wetu. Na kwa kumalizia speech yangu, nitakuwa tayari kutoa zawadi ya jezi hizi ambazo zinatoa heshima kwa mzee wetu mzee Kifukwe katika maisha yake na klabu ya Young Africans. Asanteni sana. Kifukwe amekumbukwa kwa mchango wake katika uongozi na maendeleo ya Yanga, huku viongozi, wanamichezo, mashabiki na wadau wa soka wakitoa salamu za pole kwa familia yake. Mwili wa Kifukwe umeagwa Karimjee na unatarajiwa kuzikwa Jumamosi wiki hii nyumbani kwao Kiela, Mbeya. Lula Ali, Channel 10. Na wapenzi wote wa klabu ya Yanga na mashabiki wa Yanga kwa kuondokewa na kiongozi huyo ambaye aliwahi kuitumikia timu ya Yanga. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kwingineko, uongozi wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA umetangaza kozi ya utawani michezoni Sports Management inayotarajiwa kuanza kufanyika tarehe 26 mwezi huu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kikiwa ni sehemu ya kuongeza uweledi na utawala katika michezo, hususan mchezo wa soka. Taarifa zaidi na Juma Muhammad. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa Saidi Kipokuswa amewataka wadau wa soka wa ndani na nje ya mkoa kujitoa. Akitangaza kozi hiyo wakati akizungumza na kamera ya Channel 10 Michezo, katibu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA Saidi Kipokuswa amewataka wadau wa soka wa ndani na nje ya mkoa kujitokeza kusoma kozi hiyo ambayo ni muhimu katika utawala wa michezo. Pia akatumia nafasi hiyo kualika mashabiki kujitokeza kwa wingi kuvishangilia vilabu vyao katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam kimeandaa kozi ya utawala Sports Management, ambayo kozi hii itafanyika pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tukishirikiana sisi na wataalamu wa pale wa chuo kikuu tumeandaa kozi hii ya utawala. Tunafahamu ni kozi ambayo ina uhitaji wa watu wengi sana. Tunafanya kazi kwenye taasisi za mpira, kwenye vilabu, lakini hatuna elimu hiyo ya mchezo huu ambao tunaupenda. Kozi ya Sports Management ilikuwa generalized, inahusisha michezo yote, lakini tutabidi sana kwa football kwa sababu sisi taasisi yetu inahusisha na mpira wa miguu. Kombe wananchi na wakazi wa Dar es Salaam wote jitokeze kwa wingi kumsupport vilabu vyetu hivi. Juma Muhammad, Channel 10. Klabu ya Yanga kupitia ofisi ya idara ya masoko na wanachama imetoa wito kwa wanachama wa klabu ya Yanga kuendelea kulipa ada zao za wanachama ili kuwa sehemu ya maendeleo ya klabu hiyo, jambo ambalo litasaidia kufanikisha zaidi malengo ya klabu. Tupate taarifa zaidi na mwana michezo wetu.
Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa idara ya masoko na wanachama wa Yanga Ibrahim Samuel, ambapo amesema kuwa ili kufanikisha zaidi malengo ya klabu, wanachama wanapaswa kulipa ada zao za mwaka, kwani ni haki yao kuendelea kutambuliwa na klabu sambamba na faida zinazopatikana kutokana na ulipaji wa ada zao. Kwa hiyo ambaye tayari ni mwanachama, una kadi ya wanachama, hakikisha unalipa michango yako kwa wakati. Na wakati ndio sasa. Wakati ndio mwanzo wa msimu ambapo unaona uongozi wetu, kamati tendaji, rais wa klabu yetu na kamati yake tendaji wamehakikisha kwamba wametuletea kikosi bora, benchi la ufundi bora. Kazi yetu sisi sasa wanachama ni eneo moja tu, kuhakikisha tunapeleka michango yetu kwa wakati. Hilo ni moja. Lakini la pili ni kujitokeza viwanjani kwa wingi. Mechi zetu zote za nyumbani tujitokeze kwa wingi, mechi zetu zote za away tuhakikishe tunajitokeza kwa wingi. Na zile zawadi ambazo tumetoa tukizitoa mwisho wa msimu kupitia mikutano yetu mikuu, mkutano wa mwaka huu haitakuwa zawadi peke yake. Salma Shabani, Channel 10 Michezo. Taarifa hiyo na tuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaze kwa yale ambayo umejiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Habari za michezo kimataifa. Maandalizi ya nyota wa tennis Aryna Sabalenka ya kutetea taji lake la US Open yamekumbwa na changamoto baada ya kushindwa kusikotarajiwa dhidi ya nyota Sara Bejlek katika raundi ya 4 ya michuano ya Cincinnati Open. Mchezaji huyo nambari 1 kwa ubora kwa upande wa wanawake kutoka nchini Belarus alikuwa akiongoza kwa seti 5-1 katika tie break ya seti ya 4-1 katika seti ya pili, lakini Bejlek kutoka nchini Jamhuri ya Cheki alirudi mchezoni katika matukio yote mawili na kushinda kwa seti 2-1 za 7-6, 9-7 na 6-4. Nafasi ya Sabalenka kama mchezaji nambari 1 kwa ubora duniani sasa iko hatarini, huku nyota Aryna Rybakina akiwa na uwezekano wa kumwondoa kileleni mwa viwango vya ubora iwapo atafika fainali ya mashindano hayo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 kwa sasa anajaribu kuifikia rekodi ya kuwa mwanamke wa kwanza kushinda mataji makubwa 3 mfululizo ya US Open tangu Serena Williams alipofanya hivyo mwaka 2014. Hata hivyo, maandalizi yake ya kuelekea kwenye michuano mikubwa inayofanyika jijini New York inatarajiwa kuanza Agosti 30 hayakuwa mazuri kutokana na kuondolewa mapema katika michuano ya Cincinnati na Toronto. Wakati huo huo, ni kwa mara ya kwanza kwa nyota Bejlek ambaye anashika nafasi ya 35 kwa ubora kumshinda mpinzani wake aliye katika raundi ya kundi la wachezaji 10 bora na kufika robo fainali ya michuano hiyo ya wanawake. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo Kimataifa. Asante Juma Mohamed, na ndivyo ambavyo ametamatika kiangaza habari za michezo kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani kutoka mtandaoni, moja ya tukio linatoka huko nchini Nigeria ambapo mbuzi amegeuka gumzo baada ya kutolewa kama zawadi ya kuhitimu masomo ya chuo kikuu. Kijana mmoja ambaye alifahamika kama Promise amekuwa gumzo mtandaoni baada ya mama yake Chinyere kumzawadia mbuzi kufuatia kuhitimu kwake chuo kikuu. Awali Chinyere aliwahi kumwahidi mwanae kwamba zawadi endapo angeweza kuepuka vishawishi vibaya na kuendelea na masomo. Na kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kumnunulia gari, aliamua kumshangaza baada ya mtihani wake wa mwisho kwa zawadi hiyo ya kimila, ikiwa ishara ya fahari na pongezi kwa mafanikio ya mwanawe. Zawadi hiyo imeibua hisia na maoni mbalimbali mtandaoni, huku wengi wakisifu upendo na kujitolea kwa mama huyo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaweka utu kwenye habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Esther Mtebe.